kitu tulishazungumza huko nyuma kwamba kuna swala la usajili huu unamhusu Faisal Salum. Usajili ambao umekuwa kidogo ni kizungumkuti, na nilitakwambia kwamba nafikiri bosi alikuwa anatamani kumrejesha ili kuweza kufanya uwezekano wa kuweza kuwania ubingwa wa Afrika sawa. Kwa hiyo changamoto haikuwa kwa mchezaji, kwa maana kwamba tayari kuna mazungumzo yamefanyika, na nilikwambia kati ya mchezaji Tyson na tajiri kwa upande mwingine, lakini kilichobakia ilikuwa ni lazima kuweza kuona kwamba upande wa Azam ambao wanapata nao mwaka mmoja nao wanasemaje, sababu kwa siku hata kama utaweza kuongea na mchezaji kitu yote ile hapo wasiliana mkana na interest, lakini kwa sababu mchezaji anakuwa bado ana mkataba, haiwezi kuwa suluhu moja kwa moja. Kwa hiyo hatua ambayo ilikuwa inaangaliwa ni kuona kwa namna gani ambavyo Azam pengine wanaweza jambo kale accommodate na bali kuzana na Yanga katika mazingira ya kawaida, na Faisal akajiunga na klabu ya Yanga. Kwa hiyo huyu mchezaji ambaye anazungumzwa ni Faisal Salum. Hamna mchezaji mwingine, Faisal Salum. Na kwa yale ambayo amezungumza, bila shaka Yanga atafanikiwa kwa jinsi ambavyo ulivyododosa kwa upande wako. Sasa hilo ni jambo ambalo linahusisha watu wawili wenye mitazamo tofauti, lakini pia ambao wanafanya biashara kubwa. Tunafahamu Baresa ni mfanyakazi wa biashara kubwa, Gari mfanyakazi mkubwa, na wana mahusiano ya biashara mengine. Kwa hiyo ni jambo la watu wawili ambao linaangalia mustakabali wa timu zote mbili. Sababu kwa siku kinachoambuliwa pale sio ukubwa, sio nini, ni namna ya maelewano na kuweza kutengeneza mazingira. Utakumbuka Alan Okello kutoka pole Vipers kuja klabu ya Yanga au kuishia tu kwenye makubaliano kati ya mchezaji na klabu ya Yanga, lakini ulienda mbali mpaka kwa mwenyekiti wa klabu Mlindwa alipoamua kumwalika rais wa klabu ya Yanga, wakazungumza na akasema kwamba tunamtoa Okello si kwa sababu ya fedha ambayo Yanga wametupatia, hapana, tupata ofa nyingi barani Ulaya, lakini kwa sababu ya mahusiano, tukiangalia mission ya klabu na heshima yangu kwa rais wa klabu ya Yanga, nimeona niwapatie tu Okello. Kwa kuna wakati inakuwa ni beyond na biashara, inakuwa ni mahusiano baina ya mtu na mtu, na hasa wamiliki wa klabu au wadhamini wafadhili wanaweza kufanikisha majambo. Kiufupi, mchezaji mwenyewe ameridhia kurudi Young Africans. Isingekuwa rahisi kuweza kuanza hatua za kuwasiliana na watu wa juu kama mchezaji aliridhia. Unakwenda kutoa posa mwandiko uliongea na binti. Kwa hiyo tusishangae kushuhudia ama kumuona Faisal akirudi kwenye klabu ya Young Africans. Nazungumza kwamba kwa asilimia nyingi ndipo pande wangu naona kama zipo kwa upande wa Azam, lakini nilisema kuna asilimia 20. Ndio maana ukiangalia katika mazungumzo zao kwamba anatoa asilimia 20 za yeye kwenda kuondoka, na kama ataondoka basi ni Yanga tu, lakini asilimia za kubaki. Sasa hizo asilimia 20 maana yake ndipo wanapokuja kuingia watu wengi tena na kuweza kuzibadilisha 20 zikawa 80 na 40 zikawa 20. Kwa hiyo mpaka sasa hivi lolote linaweza kutokea, tuomba dirisha la usajili halijafungwa. Kiwalisia ni mchezaji ambaye JSM amedhamiria kuvunja rekodi kwa ajili ya kumsajili. Inaonekana hivyo, ni maono mapenzi wa tajiri kwa habari ambazo nazo yeye, ndo na hilo jambo analisimamia yeye mwenyewe. Ndio maana uwezi kupata taarifa kwa mtu mwingine yote, ni yeye mwenyewe ndo anasimamia, na jambo la kwa mimi ambao bado taarifa. Na kuna kipindi wakati Faisal anaelekea Azam amezungumza kwamba amekuwa akimpigia simu JSM apokee. Kwa hiyo wamerejesha mazungumzo kwa sasa. Sasa mimi hayo siwezi nikayazungumza kwa sababu kipindi kile vilizungumza vitu vingi. Unajua unapokuwa na hasira, kukosekana kwa maelewano na mkalimisha jambo likaenda public, yanakuwa yanatokea mengi. Sio yote ambayo yanakuwa mtu anazungumza kwa na hasira yanakuwa yanakisi kile. Kuna wakati unaweza kuzungumza jambo ili kuwaumiza watu fulani au kutafuta uhalali, mambo ambayo sio vizuri kuya playback, kwa sababu kila mmoja alikuwa anaongea katika upande ambao utakojitenda yeye mwenyewe, ndio maana ukuweza kuona hata upande mwingine ukizungumza chochote. Kwa hiyo imekie tu kuwa kwamba ulikuwa ni farakana ambao ulitokea na uliisha, na baadaye uliweza kuona hata mawasiliano yake na rais wa klabu ambao alikuwa mgogoro naye, uliweza kuona mara kadhaa wakipiga picha wakisema. Kwa hiyo ilikuwa ni wakati umetokea yale yakaja yakaisha, sasa tuko kwenye era nyingine. Kwa hiyo kwa sasa rasmi dili la Stefano Aziz Ki na Jean Claude Gurumugisha ile limekufa.
Nilishakwambia na nilishaandika na nilishazungumza kwamba hakuna deal iliyobakia kati ya Yanga na Jilimugisha au Yanga na Aziki. Nilikwambia ilifeli kwa sababu ya klabu yake haikuwa tayari na dawa ambao walikuwa wanataka. Kwa upande wa Yanga waliona hapana, kwa sababu watu wanataka kitu kimoja. Unaweza ukaona mchezaji mwingine ananunuliwa kwa bilioni dola milioni 6. Sawa, hapo klabu ikatoa kwa mfano. Hapo mwingine klabu yake ikataka dola milioni 2. Klabu ikakataa kwa sababu kila mchezaji ana thamani yake na value yake na malengo ya klabu kwenda kutumikia. Unaelewa? Kwa hiyo kile kiwango ambacho wanakihitaji au alihitaji hao kwa aliyepo Libya, kwa upande wao ukiangalia wanakiona hapana, ni kiasi ambacho sio sahihi kwao. Kwa hiyo waliamua kumwacha Aziz Ki ashughulike mwenyewe, lakini ile ni room ambayo ipo na yule ni mchezaji wa Yanga. Kwa hiyo kilichofanya ashindwe kujiunga na Yanga sio Yanga kuto kumhitaji, lakini ni mazingira ya kimkataba na klabu inayomiliki kwa wakati huu sasa. Na kama unaamua pengine unataka kuvunja mkataba, lazima uwe una justification za uhakika ambazo pengine unaweza ukafungua kesi FIFA na kuomba uweze kuvunja. Sasa mpaka huo una genuine reason ambazo FIFA wanaweza wakazielewa pia. Kwa hiyo ni swala ambalo sio kwamba tu wenye mchezaji wao bado wameendelea kumhitaji na kuamini kwamba anapaswa kuweza kutumikia mkataba wake kama ambavyo alikuwa ameweza kusaini. Mkuu, mimi nikushukuru sana kwa hili. Na kushukuru pia, karibu tena. Na vipi huyu beki mpya lini anatambulishwa? Ni muda wowote, kwa sababu unajua uwezi ukamaliza kila kitu. Yanga bado wana uzinduzi wa wiki ya mwananchi, bado wana siku ya mwananchi. Kwa hiyo ukisema saa kila kitu unakimaliza kwa wakati mmoja, maana yake utakosa ile ladha na msimuko na watu kuwafanya waendelee kuamini kitu na kuingia. Maana kuna baadhi ya matukio yanaendelea wanaya prolong ili kuweza kuendelea kuvuta attention, nisubiri, lakini pia kuendelea kutengeneza awareness ya watu kwenda kwenye hiyo siku ya wananchi. Kwa hiyo naamini kwamba muda wowote wataweza kutangaza huyo mchezaji na kuweza kujiunga na klabu ya Yanga. Asante sana kiongozi. Asante. Usisahau kusubscribe kwenye YouTube Mwandike Digital.